Wakati Young Africans ikisaka tiketi ya kuingia makundi klabu bingwa barani Afrika, wakati ikipoteza 1-0 ugenini dhidi ya Nsingizini Hotspurs huko nchini Malawi. Kesho Young Africans itaingia dimbani ikihitaji kujipapatua vilivyo ili kusudi kupata goli 2-0 dhidi ya timu hiyo ya Malawi, Nsingizini Hotspurs, ama zaidi ya hiyo pia. Kuelekea katika mechi za kimataifa, Young Africans imekuwa ikihitaji sapoti kubwa sana, hususan mashabiki, maombezi, kitu chochote kile ambacho kinaiwezesha timu hiyo kwenda na hatua nyingine zaidi. Klabu ya Yanga imewahi kuombewa au kutembelewa na viongozi wa dini mara kadhaa, hasa kabla ya mechi kubwa za kimataifa. Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam umekuwa na nyakati ambapo wachezaji na viongozi wa Yanga wamepata baraka na dua kutoka kwa mashehe kabla ya michezo mikubwa, hususan kwenye mashindano ya CAF Champions League au Confederation Cup. Viongozi wa makanisa, baadhi ya viongozi wa makanisa wamewahi kualikwa kutoa maombi maalumu kwa timu kabla ya safari au mechi muhimu. Hii huwa kama sehemu ya kuhamasisha kiroho na kuongeza morali kwa wachezaji. Mwaka 2023 kabla ya mechi ya CAF Confederation Cup dhidi ya USM Alger finali, viongozi kadhaa wa dini walihusishwa katika maombi na dua mbalimbali kwa timu. Hata baadhi ya mashabiki na wanachama wa Young Africans waliandaa dua na sala za pamoja nchini Tanzania kuombea timu hiyo kuweza kupata ushindi. Kwa ujumla, Yanga ni klabu yenye utamaduni wa kujihusisha kiimani na michezo. Wanahusisha imani na michezo, wanafanya dua, sala na ibada kwa mujibu wa dini za wachezaji wao ambao wengi ni Waislamu, lakini pia wapo Wakristo. Uchambuzi wa kimbinu kuelekea katika mechi hiyo ya kesho. Young Africans inatakiwa kutawala mchezo possession kwa 60-70, huku Nsingizini Hotspurs wao watategemea makosa ya Yanga au mipira mirefu kuweza kuiadhibu klabu hiyo. Ikiwa Yanga watatumia vizuri viungo wao wa pembeni, hasa Max na Isra pamoja na Pacome Zouzoua, wana nafasi kubwa ya kupata ushindi mkubwa. Utabiri wa matokeo kwa uchambuzi wa kiufundi na si bahati pengine. Young Africans ina uwezekano mkubwa kuibuka na ushindi wa 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Yanga wana kila sababu ya kuendeleza morali yao nyumbani na kujiweka vizuri kuelekea hatua inayofuata ya mashindano. Mtazamaji wetu wa Nail TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu kemkem za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nail TV. Ndio kuendelea kusomea taarifa hii, mimi Sports Media News. Hadi wakati mwingine, kwa heri.